Mama, habari za jioni? Nzuri. Habari za kushinda? Poa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nina kama miaka mingapi unavyoona sura hii kwenye sura kama miaka mingapi vile? Kama 30. 35. Kama 35 eti? Ndio. Kama 35 hivi. Kama young kijana hivi. Ndio. Huyu anasemaje huyu? Labda naye anaweza kusema kama miaka kadiria hivi, kama miaka 40, 38 hivi. Atatupa wazo yake. Namshukuru Mungu sana kwamba ametuweka hai, si ndio? Amin. Ametuweka hai sana. Unakumbuka ni lini tulivyoonana mara ya kwanza tukapanga mipango ya kuoana? Mara ya kwanza 1990 ngapi? I think 99. 99? 99. Ilikuwa siku gani? Siku ukumbuki? Mwaka 99. Kwa hiyo imepita miaka mingapi? Miaka 99, miaka tumeanza kuzeeka na hesabu ya kichwani imeanza kutushinda eti. Miaka 10 99 kwa sasa. Huyu atusaidie huyu. Huyu atusaidie huyu. Atatuambia pale. Atatuambia. Ya, wakati ule ulikuwa na miaka mingapi mama? Miaka 99. Hivi ulikuwa mwaka wa kwanza, mwaka ngapi kwenye masomo ya medical daktari? Mwaka wa 3. Kwa mwaka wa 3? Amna. Ndio. Kwa first year. Mwaka wa 3. Ndio. Kipindi gani tunakuwa tunasoma miaka 4? Okay. Sasa hivi ndio wanasoma 2. Siku hizo wanasoma 2? Oh. 2. Cheti, diploma, 3. Kweli tulikuwa tunasoma miaka 4. 4. Kuja kugusa mgonjwa, kuruhusu kugusa mgonjwa mwanangu. Umeshasoma na kusoma. Umeshasoma kweli. Hatukuruhusiwa kugusa mgonjwa hivi. Yaani usiende kucheza kumchezea mgonjwa. Kumchezea mgonjwa. Yeye amekuja anaumwa wewe unaanza kumchoma. Miaka 4. Nursing hiyo, miaka 4. Kwa ni kazi kweli. Pambana. Nakumbuka umenikumbusha kitu kweli. Wakati ule hatukuruhusiwa. Mgonjwa tulikuwa tunamshika katika thedia au thedia, hapo unaruhusiwa kupima vital sign, unaruhusiwa kufanya kingine. Unaanza kuruhusiwa kumgusa mgonjwa kupima vital signs like namna hiyo. Elimu ya siku hizi sasa wanafanya fanyaje? Miaka mingapi? Miaka 2. 2. Kwa masomo tulikuwa tunasoma miaka 4. Nyakati hizi ni miaka mingapi? 2. Kama ni diploma 3. Kazi kweli. Kazi kweli. Okay, lakini nadhani elimu ya wakati ule ilikuwa iko deep.
Nakumbuka tulikuwa tuna kipindi cha medical and surgical nursing. Napiga kipindi mpaka inaeleweka, inakwenda vizuri sana. Kiingia habari za pharmacology, soma mpaka mnasema sawa. Napambana kweli. Napambana. Lakini kuna kipindi kilikuwa kigumu cha maabara, kilikuwa kinaitwaje? Tulikuwa tunafundishwa na mzee kutoka maabara kule chini. Maabara mzee kwa Mzee Kato. Mzee Kato mwache. Mzee mstaafu. Unamkumbuka? Alikuwa anatoka mstaafu. Kwa anaitwa microbiology. Sasa sijui wasikizi wanasoma hivi microbiology. Lazima watakuwa na viunganisha ili wafiti kwenye muda huo. Of course ili wafiti katika huo muda mfupi ambao wanakuwa wamepewa. Community, siku hizi wanasema community health nursing. Lazima watajuaje mambo ya kuna nini. Inawezekana soma. Nakumbuka zile 4F ile life cycle transmission. Kile ito nini? Life cycle what? 4F. Yani jinsi ugonjwa unavyosambaa ile cycle ya ugonjwa wake, life cycle. 4F. Nakwambia kuna kitu kinaitwa fly inzi. Inzi kanakuja kanatoa hapa, hiyo ni F ya kwanza. Kanapotoa, alafu F ya pili kanakwenda kwenye food au physics. Food. Kanaenda kwenye physics. Kaingia kwenye food. Kanatoka kwenye physics, kanaenda kwenye food. Kaenda kwenye finger. Sasa ukitoa kwenye food unatumia finger. Yeah. Okay. Kwa hiyo unakuwa physics. Sasa F hazijafika 5 jamani. Ni 4F. Okay, yeah, 4F. Sio 5F. 4F. Kwa hiyo nakumbuka hiyo kitu hiyo, nakumbuka kujifunza vitu namna hiyo. Nakumbuka nini mama? Mimi nimekumbuka 4F kwenye community nasi communicable disease. Of course popote pale. Unajua tunamsaidia mtu hapa. Kuna mtu ambaye tunaweza kumsaidia. Nimekumbusha tayari 4F. Tunamkumbuka. Kuna jinsi wanavyobadilisha. Siku hizi. Elimu ni ile ya zamani. Wana utafiti wanaweza kuwa na utafiti mpya. Sidhani. Walimu walioingia. Sidhani. Ni vile vitabu vya mkoroni, ni vile vya wakati ule. Sidhani kama Miles. Hiyo Miles si wao kumeikumbuka hisi bwana, Miles. Tunaitwa Miles au Miles? Margaret Miles. Subia huko basi mama. Mbona unaenda mbali jamani? Bwana we. Okay. Unataka kunijiuzuru? Nataka kunijiuzuru? Sasa hivi unijiuzuru kaniweza. Hapa hakuna cha kujiuzuru. Hakuna. Kupambana tu. Hakuna cha kujiuzuriana. Unakuwa na njani? Mbona kama unapiga mpwara? Usingizi? Allah. Margaret what? Margaret Miles. Midwifery hiyo. Ilikuwa kitabu kizuri. Nightingale ilikuwa ni kitabu. Sio kitabu. Unasema katika hiyo Margaret Miles anaanza na mambo aliyokuwa anafanya. Nightingale. Okay. Margaret Miles alikuwa kitabu kizuri sana. Tunakuta mengi. Gani Mungu anafanya kazi. Alikuwa vizuri sana Margaret Miles. Okay, kumbe wewe, yani tunayasema haya sio ya juzi. Miaka mingapi imepita hivi? 99.
Sasa hujatuhesabia miaka jamani. Huyu naye sijui kama anafuatilia kwa sababu miaka. Miaka kama 20 na mingapi na mimi. More than wewe. 26. 25. Bwana tuko 2026 iliyopita. Sasa ya 26 iliyopita unakumbuka Margaret Miles. Lakini waliomaliza juzi hapo ukimuuliza site of injection, where to give the injection, where to give intramuscular injection, where draw site hapa. Jamaa nakwambia popote pale. Anakuja kwenye pale. Anatikula ndani ya pati. Jamaa anatandika popote pale. Popote pale. Ni shida. Of course na akija angalau kwa update tunafanya nini, lakini ukiwa tayari kuuliza. Wakati mwingine asikuulize. Sasa utamfundisha mtu anayeona kama anakuzidi. Okay. Ambaye ananyenyekea unamfundisha, unamwelekeza. Okay. Lakini of course vijana wanasoma na walimu wanasoma mashuleni kunafundisha. Ndani tukubali kwamba wanajifunza. Wakati ule ulipita wa miaka 4, miaka 5. Wanajifunza. Na tumeze Margaret Miles. Kingine tukumbuka mama. Mkumbushe huyu mtu. Okay, siku hizi nasikia wanafanya mitihani ya nini? LSE. Wamefanyia mtihani. Sasa sijui kama wana vyeti tena. Hawana vyeti wanakuwa navyo na mtihani ya leseni wanakuwa nayo. Nadhani mifumo hii serikali pia nadhani waje waiangalie tena kwa sura nyingine. Sawa wana sababu serikali na nini, sijui serikali wizara ya afya na nini. Lakini ukiangalia ni kama repetitions. Lakini mtihani anaufanya karibu maswali 200. Ni sawa. Okay. Sasa anafanya mtihani ya kupata cheti, anafanya mtihani ya kupata leseni. Kwa hiyo anakuwa na mtihani mwingi. Kwani kwenye mtihani wa leseni maswali yanayokuwa mle sio maswali ambayo nakuwa nimeyakuta kwenye mtihani wa kumaliza masomo. Unaweza kuyakuta. Naona. Nadhani asilimia kubwa bila shaka inakuwa huko. Inakuwa ni hayo. Jifunza darasani ndio hicho unakuta kwenye mtihani. Sasa kama nilijifunza darasani kule nikahitimu pata cheti nikashinda. Kurudi kwenye leseni. Mtihani wake wa leseni ule si kama repetition. Mimi naona kama repetition. Labda kitu ambacho tunaomba labda serikali ikaingie kakiangalia. Sababu huyu mtu anafanya mtihani mingi. Maana unakuwa hujamkubali kumpa yani manake chuo hawakufanya chochote kile. Wamemfundisha lakini hawajampa cheti. Na yani hawaamini chuo. Hawaamini aliyojifunza kule. Na kupata hiyo qualification hiyo. Mpaka wampe mtihani mwingine. Ni kweli inaleta kitu fulani kama vile kuna kutokuaminiana. Wanajua wataalamu wanajua, lakini labda iko siku watagundua vitu vingine, lakini kidogo inaleta kama marudio vile. Leseni tena, fanya mtihani, fanya hivyo. Unarudi tena shuleni, umeshamaliza huko nyumbani unarudi shuleni. Unarudi tena shuleni. Pale. Sasa hebu tuone vyeti vya taaluma. Vyeti vya taaluma na leseni kipi kilicho bora zaidi? Mimi naweza nikasema vyeti vya taaluma viko bora. Vyeti vya taaluma viko bora kuliko leseni. Sasa mtu kama anaomba ajira bila leseni akawasilisha vyeti vya taaluma lakini hana leseni, hawamkubali kwa sababu ya mfumo ulioingia mpaka awe na leseni. Vyote vile vinahitajika pale. Kimoja kikosa ni changamoto. Hiyo ni changamoto. Unapitia wapi? Nadhani kuna kitu hakijakaa sawa. Kitu hakijakaa sawa. Anyway, hayo tuyaache.
Nadhani tumeenda mbali sana. Tumewaingilia. Lakini tunazungumza, sisi tuko tunazungumza, tunapiga story hapa. Mambo ya kawaida. Inawezekana katika story zetu hizi mtu akapata kitu fulani cha kutafakari. Yeah, kwa hiyo anyway tuna miaka mingapi sasa tangu tukiwa vijana yaani huo mkanda tumeuacha wa habari za leseni ni tumeuacha. Wakati. Yeah, kwa hiyo tuna miaka tangu 99 mpaka sasa miaka 26. 26. Ndio. Miaka 26. Kwa hiyo miaka 26 tukiwa pamoja. Pamoja au pamoja? Pamoja. Sio pamoja. Hiyo pamoja ina kitu kingine, ina maana mko kwenye nyumba moja. Sielewa. Pamoja, mko kwenye nyumba moja lakini hamko pamoja. Inawezekana labda huyu yuko chumba kile na mwingine yuko chumba kile. Hiyo ndio pamoja. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuwa pamoja lakini sio pamoja. Okay. Unakuta mlango mmoja, huyu ana chumba chake huku na huyu ana chumba chake huku. Wako pamoja lakini sio pamoja. Hayo ni mafunuo. Mafunuo. Pamoja lakini sio pamoja. Umekuaje hapa? Fanya hivi. Umekuaje? Hapa. Hebu sogea karibu. Una mikoa. Okay, kwa hiyo 26 years tukiwa pamoja. Sio pamoja. Okay. Tunamwambia nini huyu mtu tunapohitimisha nadhani mazungumzo yetu haya stories zetu hizi. Tunamwambia nini kuhusu habari za watu kwa pamoja, kumbe hawako pamoja? Watu kama na miaka kama ya kwetu mnapaswa muwe pamoja. Miaka 26 ya ndoa. Muwe pamoja. Sio kwenye pamoja. Muwe pamoja sio pamoja. Pamoja, mnie pamoja, mpange pamoja, mlee watoto wenu kwa pamoja. Mambo mengi ya kufanya mkiwa pamoja. Okay. Sio pamoja. Kwa hiyo huyu mtu nadhani akachukua hako. Kwamba kuna umuhimu wa kuwa pamoja. Pamoja, sio kwenye pamoja. Basi sisi tunakutakia maisha mazuri katika familia yako, katika nini? Katika maisha yako, katika maisha yangu tena. Yenu. Sio yako. Yetu. Mimi na nani? Yenu, yao. Hawa. Okay. Okay. Tunatakia maisha mema. Yes. Asante sana. Mimi naitwa wewe unaitwa nani? Amina. Unaitwa Amina? Mikwara mingi.